Alafu mstari wa 15 anasema usipoisikiliza sauti. Maanake kuna namba mbili hapo, kuna baraka na kuna kitu kinachoitwa laana. Maanake ukiisikiliza sauti ya Mungu kuna baraka, usipoisikiliza sauti ya Mungu ndani yake kuna nini? Kuna laana. Kuna namba mbili, yaani namba mbili imebeba yani kwa ujumla, in general, namba mbili ni namba ya kiagano, imebeba uzima na mauti. Kwenye kitabu kile cha Mithali sura ile ya 18 mstari ule wa 21, uzima na mauti huwa katika uwezo wa ulimi. Uzima na mauti huwa katika uwezo wa ulimi. Kwa hiyo kiroho, namba mbili ni wito wa kufanya maamuzi sahihi, maamuzi, uzima au baraka. Namba mbili, Kristo, kanisa. Namba mbili. Sasa ni lazima tukubali sasa, kwenye huu mwezi wa pili ambao ni namba ya kiagano, uso wa Bwana uende nasi. Mwambie mwenzako, uso wa Bwana uende nasi. Mwambie tena mwenzako, uso wa Bwana uende pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana ya uso wa Bwana ni kuelewa kwa kina maana ya uso wa Bwana na umuhimu wake katika maisha ya mwamini. Kitabu kile cha Kutoka sura ile ya 33, sura ile ya 33, kitabu cha Kutoka sura ile ya 33 mstari ule wa 14 na wa 15, wa 14 na wa 15, Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Kutoka 14 na 15, akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha, nami nitakupa raha. Naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa. Tamani mwezi huu wa pili, mwezi wa kiagano, uso wa Bwana uende pamoja na wewe. Kwenye biashara, uso wa Bwana uende pamoja na wewe. Pale kazini kwako, uso wa Bwana uende pamoja na wewe. Kwenye ile nyumba yako, tamani uso wa Bwana uende pamoja nawe. Maana yake ukiondoka bila uso wa Bwana au nje ya uso wa Bwana, uwe na uhakika uso wa adui utatembea pamoja na wewe. Uso wa adui ni nini? Magonjwa. Uso wa adui ni nini? Umaskini. Uso wa adui ni nini? Uso wa Bwana usipoenda na wewe, uwe na uhakika uso wa adui utatembea pamoja na wewe. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Kanisa, Bwana Yesu atusaidie. Uso wa Bwana akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha, nami nitakupa raha. Tamani mwezi huu wa pili, uso wa Bwana uende pamoja nawe, ili Bwana akupe raha. Ili Bwana akupe nini? Ili Bwana akupe raha kwenye nafsi yako, ili Bwana akupe raha kwenye maisha yako, ili Bwana akupe raha kwenye nyumba yako, ili Bwana akupe raha. Uso wa Bwana uende pamoja nawe. Kitabu kile cha Zaburi ya 27 mstari ule wa 8, Zaburi ya 27 mstari ule wa 8, kitabu kile cha Zaburi ya 27 mstari ule wa 8, 27 mstari wa 8, Zaburi ya 27 mstari ule wa 8 anasema hivi: Ee Bwana, usikie kwa sauti yangu, ninalia, unifadhili, unijibu. Uso wa Bwana ni uwepo wake hai. Uso wa Bwana ni uwepo wake hai. Uso wa Bwana hauwakilishi sura ya mwili, bali uwepo wa Mungu kwenye maisha ya mtu, bali kibali cha Mungu kwenye maisha ya mtu, bali nguvu ya Mungu kwenye maisha ya mtu, bali ni ulinzi wa Mungu
kwenye maisha ya mtu. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya uso wa Bwana uende pamoja na wewe, tunamaanisha uwepo wake uende pamoja na wewe, tunamaanisha kibali chake kiende pamoja na wewe, tunamaanisha nguvu yake iende pamoja na wewe, tunamaanisha ulinzi wa Mungu utembee pamoja na wewe kwenye maisha yako kwa ujumla wake. Mahali uso wa Bwana ulipo hakuna hofu wala mkanganyiko. Hakuna hofu wala mkanganyiko mahali ambapo uso wa Bwana umeenda pamoja na wewe. Jambo la pili ambalo natamani tulijue ni tofauti kati ya baraka na uso wa Bwana. Tofauti kati ya baraka na uso wa Bwana. Musa alisema, kama uso wako hauendi pamoja nasi, usitupandishe kutoka hapa. Kama uso wako hauendi pamoja nasi, usitupandishe kutoka hapa. Manake Musa nini anachokitamani kwenye maisha yake? Anatamani uso wa Jehova utembee pamoja na yeye. Manake anajua nje ya uso wa Bwana hakuna neema, nje ya uso wa Bwana hakuna baraka, nje ya uso wa Bwana hakuna ulinzi, nje ya uso wa Bwana hakuna nguvu ya Mungu, nje ya uso wa Bwana amna amani, nje ya uso wa Bwana hakuna upako hapo, nje ya uso wa Bwana amna furaha hapa. Akasema uso wa Bwana uende pamoja na sisi, hatutaondoka hapa kama uso wako hauendi pamoja nasi. Asubuhi ya leo tamani uso wa Bwana uende pamoja na wewe, uende pamoja na wewe, uende pamoja na wewe. Usikubali nyuso za watu zitembee na wewe. Bwana Yesu asifiwe! 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 Hakuna baraka bila uso wa Bwana, na bila uso wa Bwana ni hatari. Lakini jambo la tatu, kukosa uso wa Bwana ni kukosa mwelekeo. Waisraeli walipotenda dhambi, uso wa Bwana ulijificha. Machafuko yakainuka, magomvi yakainuka, vita ikainuka, shida ikainuka, maadui zao wakainuka. Nini? Wameukimbia uso wa Bwana. Sasa na sisi tunapoukimbia uso wa Bwana, tuwe na uhakika tumemwalika adui kwa wazi, yaani sio kwa siri, tumemwalika adui kwa wazi kabisa kwenye maisha yetu. Kwa hiyo tamani sana uso wa Bwana utembee pamoja na wewe. Amen. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, niko mbele ya madhabahu yako, niko mbele ya madhabahu yako asubuhi hii ya leo. Bwana Yesu, ninatamani mwezi huu wa pili uso wako utembee na mimi kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Sintatembea na magonjwa mwezi huu wa pili, sintatembea na mauti mwezi huu wa pili, sintatembea na vita ya adui mwezi huu wa pili kwa jina la Yesu. Sintatembea na chochote cha adui kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu. Nakataa. Mwezi wa pili sio mwezi wa mateso kwenye maisha yangu. Nakataa kwa jina la Yesu mateso mwezi wa pili kwa jina la Yesu. Nakataa vita mwezi wa pili kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nakataa uharibifu mwezi wa pili kwenye maisha yangu. Nakataa maneno mabaya kwenye maisha yangu mwezi wa pili kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, uso wako utembee na mimi, uso wako utembee na mimi kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nakataa mauti mwezi wa pili
nakataa. Madeni mwezi wa pili kwa jina la Yesu nakataa, nakataa kwa jina la Yesu nakataa kwa damu ya Yesu. Kila mpango mkakati wa adui kwenye maisha yangu, mwezi wa pili, mwezi wa pili ni mwezi wa kwangu wa kiagano, ni mwezi wa kwangu wa neema kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba. Uso wa Bwana utembee pamoja na wewe mwezi huu wa pili kwa jina la Yesu Kristo. Endelea kuomba mwezi huu wa pili, neema ya Bwana itembee pamoja na wewe katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu wa Nazareti, Jehova, tunatamka mwezi wa pili ni mwezi wa kwetu wa kiagano. Mwezi huu wa pili tunakataa magonjwa. Mwezi huu wa pili tunakataa kila vita. Mwezi huu wa pili tunakataa kila ubaya. Mwezi huu wa pili tunakataa chochote walichotutamkia kwenye zile biashara, kwa damu ya Yesu wa Nazareti. Bwana, mwezi huu wa pili tunakataa uharibifu wowote ulioachiliwa na uliopangwa na adui kwenye maisha ya kwetu katika jina la Yesu wa Nazareti. Bwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana, tunakuita asubuhi ya leo, tunakuita asubuhi ya leo kwa jina la Yesu wa Nazareti. Bwana, tazama watoto wako, wengine walioko nyumbani, wengine Bwana wako pale ofisini, wanakuita Bwana, wanakuita Jehova. Wewe uliyeko hapo ofisini, wewe uliyeko hapo ofisini, kataa mauti iliyotengenezwa kwako mwezi huu wa pili kwa damu ya Yesu. Kataa magonjwa yaliyotengenezwa kwako mwezi huu wa pili. Kataa vita yoyote iliyotengenezwa kwako mwezi huu wa pili kwa damu ya Yesu wa Nazareti, kwa jina la Yesu wa Nazareti. Inawezekana wengine wametamka maneno mabaya juu yako mwezi huu wa pili. Kataa hayo maneno mabaya juu ya kwako. Kataa kwa damu ya Yesu, kataa kwa jina la Yesu wa Nazareti, kwa damu ya Yesu wa Nazareti. Chochote walichotengeneza kwenye maisha ya kwako, kwa jina la Yesu wa Nazareti, kwa damu ya Yesu wa Nazareti, kwa jina la Yesu wa Nazareti, kwa damu ya Yesu wa Nazareti, katika jina la Yesu wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kataa kila walichotengeneza kwenye maisha ya kwako, kataa kila walichotengeneza kwenye maisha ya kwako kwa damu ya Yesu. Inawezekana walikwendea kwa waganga wa kienyeji wakatengeneza vita kwenye maisha ya kwako. Kataa hiyo vita walioitengeneza kwenye maisha yako. Kataa vita, kataa hiyo mauti waliokutengenezea kwenye maisha yako kwa damu ya Yesu wa Nazareti. Kataa huo ubaya waliotengeneza kwenye maisha yako kwa damu ya Yesu wa Nazareti, kwa jina la Yesu wa Nazareti. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba kwa jina la Yesu wa Nazareti, kwa damu ya 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 Yesu wa Nazareti. Toa neno, tamka kwenye hiyo madhabahu ya Mungu aliye hai, hiyo madhabahu ya Mungu. Tunakata hiyo mauti, tunakata hiyo mauti, tunakata hiyo mauti, tunakata hiyo vita, tunakata hiyo mashambulizi, tunakata huo ubaya kwa damu ya Yesu wa Nazareti. Kila alichotengeneza kwenye maisha ya kwako, kataa kwa damu ya Yesu wa Nazareti. Magonjwa tumeyakataa mwezi wa pili kwa damu ya Yesu. Tunautamka umwezi kiagano, tunautamka umwezi kiagano kwa jina la Yesu wa Nazareti, kwa damu ya Yesu wa Nazareti, kwa jina la Yesu wa Nazareti. Umwezi ni mwezi wa neema ya Bwana
kwenye maisha yetu, ni mwezi wa baraka kwenye maisha yetu. Tamka baraka. Mwezi wa pili kwenye maisha yako ni mwezi wa kwako, mwezi wa baraka, mwezi wa uzima, mwezi wa neema. Tamka mwezi wa neema, tamka mwezi wa neema. Jitamkie ni mwezi wa neema kwenye maisha ya kwako, kwa jina la Yesu wa Nazareti, kwa damu ya Yesu wa Nazareti, kwa jina la Yesu wa Nazareti. Ni mwezi wa neema kwenye maisha yetu, kwa jina la Yesu wa Nazareti. Ni mwezi wa baraka kwa damu ya Yesu. Magonjwa ya kutengenezwa tunakataa, tunakataa. Vita ya kutengenezwa, vita ya maneno tunaikataa. Hiyo vita ya maneno hapo kazini, kwa jina la Yesu wa Nazareti, kwa damu ya Yesu wa Nazareti. Kataa kwa jina la Yesu, kataa kwa damu ya Yesu. Hiyo vita walioitamka kwenye maisha yako, kataa hiyo vita, kataa hiyo vita, kataa hiyo vita kwa jina la Yesu wa Nazareti, kwa damu ya Yesu wa Nazareti, kwa jina la Yesu wa Nazareti. Kataa hiyo vita, kataa hiyo vita, kataa hiyo vita kwa jina la Yesu wa Nazareti. Pale kazini wametengeneza vita kati yako na bosi wako, wametengeneza ubaya kati yako na wafanyakazi wenzako. Kataa. Kwenye ile biashara wamekutengenezea uadui, mwezi wa pili wamekutengenezea ubaya, mwezi wa pili. Kataa huo ubaya, kataa huo ubaya, kataa huo ubaya, kataa huo ubaya kwa jina la Yesu wa Nazareti, kwa damu ya Yesu wa Nazareti. Kataa huo ubaya, kataa huo ubaya kwa jina la Yesu wa Nazareti, kwa damu ya Yesu wa Nazareti, kwa jina la Yesu wa Nazareti, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu wa Nazareti, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Wewe ni Mungu Jehova, wewe ni mfalme Jehova nisi, katika jina la Yesu. Inawezekana Bwana kuna mwingine anatufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, na saa hii Bwana, inawezekana adui amekamata afya yake. Kwa jina la Yesu Kristo ninatamka uzima kwenye afya yako, ninatamka uponyaji juu ya hiyo afya yako kwa jina la Yesu. Hayo magonjwa ndani yako toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Hizo nguvu za giza toka, achia, toka, achia, toka, achia, toka, achia maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Wako watu wamekamata biashara yako, wamekamata huo uchumi wako, toka, achia uchumi wake, toka, achia biashara yake, toka, achia maisha yake, toka, achia hiyo ndoa yake, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa damu ya Yesu, toka kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Inawezekana watoto wako wamekamatwa kwenye elimu zao, wamekamatwa maisha yao, toka, toka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, toka kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, toka, achia. Kamata sadaka yako, kamata sadaka yako katika jina la Yesu. Kamata sadaka yako katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya upendo wako. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya neema yako. Tunakushukuru Bwana wa mabwana, mbele ya madhabahu yako hii tunaomba hiyo neema yako Jehova Mfalme, katika jina la Yesu. Ndani ya madhabahu yako hii Bwana inajibu Jehova. Watoto wako Jehova tumezikamata na sadaka zetu Bwana wa mabwana, sadaka za shukrani. Nasi tunaomba sadaka hizi Bwana zikawa ni sadaka za kiagano kwa ajili ya mwezi huu wa pili Bwana, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana wa mabwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Bwana wa mabwana, wakati mwingine huwa tunachoka, tunaomba sadaka hizi Bwana zikawe ni ukumbusho na zikapige kelele kwenye madhabahu yako, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana wa mabwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, na ijulikane ya kuwa ni Mungu Jehova, na ijulikane ya kuwa ni Baba mfalme wa mbingu na nchi, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana wa mabwana,
kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Sante Mungu mwaminifu, sante Baba mwema Jehova, kwa kweli ni Mungu wa matendo makuu. Sifa na utukufu na heshima tunazirudisha kwako peke yako, ni katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa asubuhi ya leo, asubuhi ya baraka. Bwana Yesu, nimeikamata sadaka yangu kwenye mikono yangu. Ninaomba sadaka hii ikawe ni sadaka ya kiagano itakayopiga kelele kwenye madhabahu yako, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, usinyamaze kwa ajili ya maisha yangu, usinyamaze kwa ajili ya nyumba yangu, usinyamaze kwa ajili ya kazi yangu, usinyamaze kwa ajili ya watoto wangu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. Basi mshukuru Mungu kwa sadaka yako. Zawadi gani mimi nitamtolea Bwana wangu ila roho ya Baba, pokea tena zijaze baraka pia Baba, pokea tena. Haleluya, uzijaze baraka pia. Pokeeni baraka za Mungu ninyi nyote mnaomtumaini na kumtegemea. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani yake. Niwatakie baraka hizi katika maisha yenu, afya zenu, uchumi wa watoto wenu na kila mnalolifanya kwa utukufu wa Mungu. Katika jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.